Bwana ni mwema, mpenzi mtazamaji na msikiaji wa mahubiri haya. Tunapenda kushukuru kwa kuwa Mungu ameniruhusu siku ya leo tuweze kupashana habari hizi zinazohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo karibu sana, jisikie mahali unapopapenda, usichoke na Mungu akubariki sana, kwa sababu naamini kwamba ulikuwa na jambo la kufanya, lakini umeona kwamba udownload, upakue ubiri hili ili uweze kusikiliza neno la Mungu. Na tunaendelea tu na jumbe hizi ambazo zinahusu muhuri wa Mungu, na leo tunaingia kwenye somo lingine ambalo linazidi kutusogeza na kutupasha habari kuhusu Mungu wetu huyu wa mbinguni. Kwa hiyo kama una nafasi unaweza ukapiga magoti, au kama huna unaweza ukainamisha uso. Mimi nitapiga magoti huko ili tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Basi karibu tupate kuomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umetupatia nafasi hii tena ya kusikiliza neno lako. Msaidie msikilizaji apate kuelewa, nisaidie na mimi niweze kusema yale yatokayo kwako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Naam, tulijifunza kwamba tupo katika wakati wa kutiwa muhuri. Sisi kama wasafiri wa kwenda mbinguni, kanisa la Waadventista wa Sabato, tangu nuru ya Sabato ilipoanza kutokea katika kanisa hili 1848 mpaka leo hii, watu wa Mungu wanatiwa muhuri. Na tumekuwa tukijifunza somo la kwanza, la pili, na leo tumeingia kwenye somo hili. Tunaangalia somo lingine ambalo linahusu utiwaji wa muhuri. Na tumejifunza kwamba kuna muhuri wa Mungu, lakini pia kuna muhuri wa shetani. Muhuri wa shetani bado tulijifunza. Tulijifunza muhuri wa Mungu. Tuliona kwamba muhuri wa Mungu au alama ya Mungu ni siku ya saba, ni Sabato. Kwa hiyo mtu yeyote anapaswa kupata muhuri wa Mungu ili aweze kupata uthibitisho wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu ana muhuri, na muhuri wake ni siku ya saba ambayo ni Sabato takatifu. Tuliona kwamba kwenye somo la pili kwamba kuna hatari ya Waadventista wa Sabato kukosa muhuri. Nabii wa Mungu katika kile kitabu cha Christian Series cha 1925 ukurasa wa 41 haya ya kwanza anasema, kati ya Waadventista wa Sabato 20 hakuna aliyejiandaa kufunga historia yake ya dunia katika ulimwengu huu. Kwa kuna hatari kubwa sana ya watu wa Mungu, kanisa la Mungu, wateule, watu wa pekee, watu wa miliki ya Mungu, kuweza kukosa muhuri wa Mungu. Na muhuri huu wakati wa kupewa watu wengine ambao walikuwa hawana nuru, hawajui hii nuru kuhusu habari ya Sabato. Leo tunakwenda kuangalia kipengele kingine kinachobeba muhuri wa Mungu, Tunakwenda kuangalia utunzaji wa Sabato. Tuliona kwamba katika kitabu kile cha Ezekiel 9 fungu la 4 hadi la 6, neno la Bwana lilikuwa linatuambia, Ezekiel 9 fungu lile, Ezekiel 9 fungu la 4 hadi fungu la 6, nasema, Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Fungu la 5, na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapike, jicho lenu lisiachilie
wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Ezekieli sura ya 9 na lile fungu la 4 hadi la 6, tunaona Mungu anamwelekeza Ezekieli kwamba watu wapite, hawa watu waende wakatie alama juu ya vipaji vya nyuso vya watu wana Kwa kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 9 mstari wa 4 hadi wa 6, Mungu anamwelekeza Ezekiel kwamba watu wapite kati ya mji, kati ya Yerusalemu, wakatie alama juu ya nini? Juu ya vipaji vya watu wanaougua na kufanyaje? Na kulia. Wanaougua na kulia. Wanalilia nini? Mungu anasema wanalilia juu ya machukizo yanayofanyika katika Yerusalemu, yani kwenye kanisani, lakini pia na machukizo yanayofanyika wapi? Ulimwenguni. Kwa hawa watu wanaambiwa kwamba wanapewa nini? Wanapewa muhuri. Tuone pia na Ezekiel sura ya 20. Ezekiel sura ya 20 na lile fungu la 12. Ezekiel 20:12 anasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Kwa hiyo twende na fungu la 20, anasema, zitakaseni sabato zangu zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo hii alama inayowekwa juu ya vipaji vya nyuso ni si nyingine, ni Sabato, ni siku ya saba, ni siku ya saba. Siku ya saba. Hem, tusome na kitabu cha Ufunuo sura ya 7 fungu la 1 hadi fungu la 3. Ufunuo 7 fungu la 1 hadi la 3. Neno la Bwana linasema, anasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo sivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa tunaona Ezekiel anaambiwa kwamba alama pekee, alama ambayo inapigwa katika kipaji cha uso ni Sabato, siku ya saba. Na Yohana wa Ufunuo anaelekezwa kwamba anaonyeshwa malaika wanne wakiwa wamekaa katika pembe 4 za dunia, au wanazuia machafuko yasitokee wapi? Duniani. Alafu anatokea malaika mwingine anawaambia kwamba shikilieni hivyo, zuieni hivyo haya mabomu ya nyuklia, hizo nini, machafuko ambayo yanaweza yakaiangamiza dunia hii, na watu wa Mungu wasijiweke tayari kwa sababu ya machafuko. Zuieni ili watu wa Mungu watiwe muhuri. Hem, tusome katika kitabu hiki cha ujumbe wa awali, ukurasa wa 67, utasoma hadi ukurasa wa 68. Kuna maelezo mazuri sana utajifunza. Na nabii wa Mungu alionyeshwa nini kilitokea katika, alielezwa nini maana ya hili fungu la alielezwa nini maana ya Ufunuo 7
fungu la kwanza hadi la 3. Nabii wa Mungu anaeleza hivi katika ile aya ya 3. Nabii wa Mungu anasema, niliwaona malaika 4 ambao walikuwa na kazi ya kufanya duniani, nao walikuwa njiani kwenda kuitimiliza. Yesu alikuwa amevaa mavazi ya kikuhani. Alitazama kwa huruma juu ya waliosalia, kisha akainua mikono yake, na kwa sauti kubwa ya huruma alipaza sauti, damu yangu Baba, damu yangu, damu yangu, damu yangu. Ndipo nilipoona nuru angavu mno ikitoka kwa Mungu aliyeketi juu ya kiti kikubwa cheupe cha enzi, nayo ikaangazwa kote kumzunguka Yesu. Kisha nilimwona malaika mwenye agizo kutoka kwa Yesu akiruka kwa haraka kwenda kwa wale malaika 4 waliokuwa na kazi ya kufanya duniani, na akipunga kitu juu na chini mkononi mwake, na kupiga kelele kwa sauti kubwa, shikilia, 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 hadi watumishi wa Mungu watakapokuwa wametiwa muhuri kwenye vipaji vya nyuso zao. Tuendelee, anasema, nilimuuliza malaika aliyefuatana nami maana ya kile nilichokisikia na kile ambacho wale malaika 4 walikuwa karibu kukifanya. Akaniambia, Mungu ndiye aliyezizuia zile pepo 4, tena ndiye aliyewaagiza malaika zake waende juu ya nchi, ya kuwa wale malaika 4 walikuwa na mamlaka kutoka kwa Mungu juu ya pepo 4 na juu ya waliokuwa karibu kuzifungulia. Lakini mikono yao ilipokuwa inaachia, na zile pepo 4 zilikuwa karibu kuvuma, jicho la Yesu lenye rehema liliwaona wale waliosalia ambao walikuwa hawajatiwa muhuri. Naye akauinulia Baba mikono yake na kumsihi ya kwamba alikuwa amemwaga damu yake kwa ajili yao. Ndipo malaika mwingine alipoagizwa kuruka kwa haraka kwenda kwa wale malaika 4 na kuambia washikilie mpaka pale watumishi wa Mungu watakapokuwa wametiwa muhuri kwa muhuri wa Mungu aliye hai katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo Ufunuo 7 fungu la kwanza hadi fungu la 3, maelezo yake ni kwamba tayari Mungu alisharuhusu kwamba pepo, machafuko yatokee duniani, na machafuko haya yatakapotokea kwamba au yangetokea, maana hii dunia sasa hivi sisi tusingekuwepo hapa. Wewe hapo usingekuwepo hapo. Sasa nabii wa Mungu anaambiwa kwamba wakati hao malaika wanaachilia zile pepo, wanaachilia vita, wanaachilia vimbunga, wanaachilia machafuko duniani, wakati wanaachilia, Yesu akawaangalia masalio, akaona kwamba hawana muhuri. Yesu akainua mikono yake kumuonyesha Baba, akasema, damu yangu, damu yangu, damu yangu, damu yangu. Baba akaelewa. Alipoelewa, malaika akaagizwa kwenda kwa wale malaika 4 walikuwa wanaachilia machafuko duniani. Ndio anawaambia kwamba shikilia, shikilia, shikilia mpaka tutakapokuwa tumemaliza kuwatia muhuri watumwa wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao. Kwa sisi hapa tunaishi katika kipindi cha rehema, kipindi ambacho ni cha bonus. Hatukustahili kwa sasa hivi sisi kuwepo hapa. Kwa nini? Tayari Mungu alisharuhusu kwamba pepo ziachiliwe. Lakini Bwana Yesu akamnyoshia Baba mikono, akamwambia, damu yangu, damu yangu, damu yangu,
damu yangu. Damu yangu. Kwa hiyo tunaishi kipindi cha bonus. Sasa Mungu hatavumilia muda mrefu tena, kwa sababu wewe na mimi tunacheza na dhambi, tunacheza dhambi. Hatuna muda wa Mungu azidi tu kuvumilia. Never. Kuna kikomo. Muhuri unatiwa katika kipaji cha uso. Tunaona Ezekiel anaambiwa kwamba atie muhuri. Ezekiel anaambiwa kwamba aweke alama juu ya vipaji vya nyuso. Vipaji vya nyuso hapa. Ufunuo Yohana 7 fungu la kwanza hadi la pili tunaambiwa kwamba pia na muhuri nao unatiwa katika nini? Kipaji cha nini? Cha uso. Kipaji cha uso. Sasa nini maana yake? Hebu tuone katika kitabu hiki cha Dhiki Kuu, ukurasa wa 115. Ukurasa wa 115 anasema wale ambao wangependa kuwa na muhuri wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao ni lazima waitunze sabato yangu ya 4. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba ni lazima ili tuweze kuwa na muhuri wa Mungu katika kipaji cha nyuso, kipaji cha uso, ni lazima tutunze sabato yangu ya 4. Tusome na ukurasa wa 119 na ile haya ya 3. Ile haya ya 3 nasema, mara tu watu wa Mungu watakapokuwa wametiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Si muhuri au alama yoyote inayoweza kuonekana kwa macho, ni kule kutulia katika ukweli, kiakili na kiroho, hata wasiweze kuondoshwa. Mara tu watu wa Mungu watakapokuwa wametiwa muhuri na kutayarishwa kwa ajili ya kupepetwa, basi kutakuja na tayari kupepetwa kumeanza. Hukumu za Mungu hivi sasa ziko juu ya nchi kwa kutupatia onyo ili tuweze kujua kile kinachokuja. Kwa hiyo muhuri wa Mungu, sabato, inatiwa kwenye nini? Kwenye kipaji cha uso. Huu muhuri unatiwa katika kipaji cha nini? Cha uso. Sasa nabii anafafanua nini maana ya kutiwa muhuri kwenye kipaji cha nini? Cha uso. Ni ile hali ya kutulia katika ukweli. Kasema nini? Kiroho na kimwili. Uwe umetulia katika ukweli, kimwili na kiroho. Yaani kimwili uwe umetulia kwenye ukweli, na kiroho uwe umetulia kwenye nini? Kwenye ukweli. Kwenye nini? Ukweli. Hiyo ndio kutiwa muhuri. Kwa sisi Waadventista Sabato inatakiwa tuwe tumetulia kwenye ukweli wa neno la Mungu. Sabato takatifu iwe imetulia hapa. Neno la Mungu iwe imetulia hapa. Roho ya nabii iwe imetulia hapa. Kwamba likija jambo lolote kinyume na Mungu, kinyume na Biblia na roho nabii, uweze kupambanua kwamba hili ni uongo. Mfano hii One Voice hii, tunasherehekea tu, tunafurahia tu One Voice, tunavaa sare tu, hatujui nini ambacho kipo nyuma yake. Sasa hiyo ndio kutulia katika nini? Kutulia katika kweli. Na hiyo ndio kutiwa muhuri. Kwa sisi Waadventista Sabato inatakiwa tutulie katika ukweli. Hiyo ndio jaribu letu. Kwa chapa ya mnyama itakapotangazwa, kuna mambo mengi, miujiza mingi, madanganyo mengi. Kwa wale watakao tulia katika ukweli, hao ndio wametiwa muhuri. Hao ndio wametiwa nini? Muhuri. Lakini leo fundisho hili limekuja, nimekusoma, umepale. Hili limekuja, umepokea tu. One Voice umepokea. Utatu umepokea. Nini umepokea? Bila kuchuja. I say Mungu atusaidie. Sasa tumeona kwamba muhuri wa Mungu inahusu siku ya saba. Sisi Waadventista Sabato, nuru ya ujumbe wa utunzaji wa amri ya 4 Sabato, ili walipatiwa waanzilishi wa kanisa
Na kadiri watu wa Mungu, kanisa la Mungu walikuwa wanasafiri kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, Mungu alizidi kufunua namna gani inatakiwa tutunze Sabato ambayo ndio tunatiwa muhuri. Kwa hiyo hebu tusome katika kitabu hiki cha Kutoka 20 fungu la 8 hadi la 11. Sabato si ndio tunatiwa muhuri? Haya, miaka 6000 hatuelewi. Tuone na Sabato je leo nayo haieleweki au nini? Sabato Kutoka 20 fungu la 8 nasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Sasa Mungu anatuambia kwamba katika siku ya Sabato, yaani Mungu anasema kwamba siku ya 7 ni Sabato ya kwake. Anasema siku hiyo usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi nini? Yoyote. Kataja hapo, kaanza wewe, mimi, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa siku ya Sabato, mimi, wenda ni baba wa familia, wenda ni mama wa familia, hatutakiwi kufanya kazi yoyote. Ndivyo Mungu alivyosema kwenye hili fungu. Hatutakiwi kufanya kazi yoyote. Akataja wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mjakazi wako, wala mtumwa wako, wala mgeni, wala mnyama. Sasa ni mara ngapi sisi siku ya Sabato tunaenda kanisani, tunaacha wafanyakazi, mabinti wa kazi wanafanya kazi siku ya Sabato, wanapika, waandaa watoto, wananyosha nguo. Basi sasa tunaenda kujifunza, tunakwenda kujifunza. Sabato si ndio ni muhuri wa Mungu? Tunaenda kuangalia Sabato. Kwa sasa Mungu akatoa maelekezo ya namna gani ya kutunza hii Sabato. Na wale watakao kubali kutunza Sabato kwa uaminifu, kuna zawadi ambayo Mungu ameahidi atawapatia. Nakwenda kuangalia namna gani Mungu ametoa maelekezo sisi tunawezaje kutunza Sabato yake. Si ndio muhuri? Si ndio ishara kati yake yeye na sisi? Sasa hebu tuone ishara ya Mungu katoaje maelekezo kwamba sisi tuitunzaje Sabato. Tuitunzaje Sabato? Jambo la kwanza anasema ikumbuke siku ya Sabato. Ikumbuke. Kwa jambo la kwanza inatakiwa tukumbuke. Nabii anasema kitabu cha Nuru Safarini ukurasa ule wa 335 na ile haya ya 4 anasema juma zima tunapaswa kuwa na wazo la Sabato akilini mwetu ili tuweze kuiadhimisha kama amri isemavyo. Kwa nabii wa Mungu anasema juma zima inapaswa tuwe na wazo akilini. Muhuri utiwe akilini kuhusu Sabato. Kwa juma zima inatakiwa mawazo yetu yaoze Sabato.
Sabato nitakula nini, Sabato nitavaa nini, Sabato nitatoa zaka kiasi gani ambao Bwana kulingana na Bwana atakavyonibariki. Kwa mawazo yetu juma zima inatakiwa yaweze kulenga siku ya Sabato. Ndio maana Mungu anasema ikumbuke, tuikumbuke. Anasema pia tuitakase. Sasa ni mara ngapi sisi waadventista Sabato juma zima, ni wangapi wao mawazo yao yanawaza kuhusu Sabato? Ni wangapi? Haya. Anasema tena. Anasema kwenye ukurasa wa 336 aya ya 2, anasema katika yote anasema Sabato inakumbukwa kwa jinsi hii. Mambo ya muda hayataruhusiwa kuzuia mambo ya kiroho. Anasema hakuna wajibu unaohusika na siku na hakuna wajibu unaohusika na kazi za siku sita utakaoachwa ili ufanyike siku ya Sabato. Katikati ya juma nguvu zetu hazitachoshwa katika kazi za kitambo kidogo na kusababisha ile siku ambayo Bwana alipumzika na kuburudishwa tuchoke kiasi cha kutoweza kushiriki katika huduma yake. Kwa anasema majukumu ambayo yanatakiwa tuanze kuyafanya siku ya Jumapili hadi siku ya Ijumaa hatutakiwi kuyafanya siku ya Sabato. Kwa kama ulikuwa na jambo ambalo ungetakiwa kufanya Jumapili au Jumatatu au Jumanne, sikuifanya, inapofika siku ya Sabato, nabii wa Mungu akiongozwa na Mungu anaeleza kwamba hatutakiwi kuifanya siku ya Sabato. Tusubiri Sabato iishe, tuifanye kuanzia Jumapili. Nabii wa Mungu anaeleza hivyo. Lakini pia kwenye ukurasa wa 336 na ile haya ya 3 nasema ingawa maandalizi ya Sabato yanapaswa kufanyika juma zima, Ijumaa inapaswa iwe siku ya maandalizi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nasema Sabato inatakiwa tuanze kuiandaa toka Jumapili. Ila inapofika Ijumaa, nabii wa Mungu anaeleza ni siku maalum ya kuandaa nini? Sabato. Ni siku maalum ya kuandaa nini? Sabato. Ni siku maalum ya kuandaa Sabato. Tuone na anaendelea kusema kwenye ukurasa wa 337 haya kwa anasema maandalizi ya Sabato yakamilike Ijumaa. Maandalizi ya Sabato yakamilike Ijumaa. Hakikisha kwamba nguo zote zimeandaliwa na kwamba chakula kimepikwa. Viatu vipigwe rangi na umeoga. Inawezekana mambo haya kufanyika. Ukiifanya hii kuwa kanuni, unaweza kuitimiza. Sabato isitumike kushona nguo wala nguo zilizochanika. Chakula kisipikwe wala kwa kujifurahisha kwa anasa wala kufanya kazi zozote za ajira. Sasa hapa nabii anafafanua ile kazi yoyote. Nabii anaifafanua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba ni kazi za ajira za kujiingizia kipato. Lakini ukimkuta mtu njiani siku ya Sabato amechoka, amebeba mzigo umemlemea, akakuomba naomba unitwishe huo mzigo, ukimbebea ukampelekea nyumbani, hujatenda dhambi. Ukamkaribisha kanisani, ukamwambia Yesu anakupenda, hujatenda nini? Dhambi. Sasa wale wako mbebea alafu muombe hela. Haya.
Kabla ya jua alijazama kazi zote za kujikimu. Kabla ya jua kuzama, kazi zote za kujikimu na maisha ziwekwe kando, na magazeti yote ya mambo ya dunia yaondolewe panapoonekana. Wazazi, waelezeni watoto wenu kazi yenu na makusudi yake. Waruhusuni kushiriki katika kazi ya maandalizi ya Sabato ili itunzwe kama amri inavyoagizwa. Kwa hiyo tunaelekezwa kwa nabii wa Mungu, anaelekezwa kwa siku ya Sabato. Siku ya Sabato sio siku ya kupiga nguo pasi unanyosha hivi. Yaani jua likishazama utakiwi kunyosha nguo. Anaeleza kwamba hatutakiwi kubrashi viatu, kufuta vumbi. Nabii wa Mungu anaeleza hivyo. Sasa kama ni nabii wa Mungu, tumkubali tu kwamba ni nabii wa Mungu. Na sauti ya nabii ni kauli au ni sauti ya Mungu. Anaweza kwamba pia na chakula tusipike. Siku gani? Siku ya Sabato. Tusipike chakula siku ya Sabato. Nabii wa Mungu anaeleza jambo lingine. Huu ndio mtihani, kwamba kabla ya jua kuzama tuwe tumeoga na tumevaa nguo safi. Sasa ni mara ngapi unakuta Sabato imeingia ndio tupo na nguo zile majasho ya zege, yani miguu michafu, tuna nguo za kazi za siku 6. Nabii wa Mungu anaeleza kwamba kabla ya jua kuzama, siku ya ile Ijumaa, kabla ya jua kuzama, tuwe tumepika, tuwe tumeoga, tuwe tumebrush viatu, tuwe tumefanyaje? Tumepika chakula, nguo zimeandaliwa. Lakini pia ameeleza kwamba sio siku ya kushona nguo. Jumapili mpaka Ijumaa inatakiwa tuangalie siku ya Sabato nitavaa nini? Nitakula nini? Hiyo ndio kukumbuka. Kwa kama nimepanga siku ya Sabato nivae nguo fulani, lazima niikague katikati ya wiki kwamba imechanika wapi. Lakini pia amezungumzia habari ya nini? Habari ya mazungumzo. Hatutaki kuzungumza maneno yetu. Sio siku ya Sabato tunaanza Yanga afungwa, Yanga Simba. Jamani, siku ya Sabato sio siku ya kuangalia mieleka. Siku ya Sabato sio siku ya kuangalia matamthilia yale. Lakini pia hata katikati ya wiki hatutaki kuangalia yale mabudu machafu ya shetani. Sasa ikiwa sisi wenyewe kutunza Sabato, sisi ambao tunatakiwa tutiwe muhuri katika wakati wa mwisho, utunzaji wa Sabato ni ngumu. Upishi siku ya Sabato tunashindwa kuacha. Tunasema matumbo yetu yana shida. Wakati mtu ukimkuta sehemu nyingine anakunywa soda ya baridi, siku ya Sabato anasema mimi tumbo langu halili kitu cha baridi. Siku ya Sabato mtu anasema mimi tumbo langu hili lina shida. Ni kila kiporo. Tumbo linavurugika. Mkute pembeni. Mkute kaunta anakunywa soda ya baridi au maji ya baridi. Siku ya Sabato, tumbo langu usuli. Sasa sisi ambao tunategemea kutiwa muhuri, sisi ndio tunapika siku ya Sabato. Sisi ndio tunanyosha nguo siku ya Sabato. Sisi ndio tunazungumza habari za Simba na Yanga siku ya Sabato. Nyumbani siku ya Sabato tunaangalia nini? Mamuvi, ngumi, mieleka. Alafu tunategemea kwamba sisi ndio tutapewa muhuri. Mungu ana huo mchezo. Muhuri watapewa juu ya watu gani? Wanaomboleza juu ya dhambi zinazofanyika wapi?
kanisani, lakini pia wanaomboleza juu ya dhambi zao. Yaani muhuri wa Mungu atapewa watu ambao anajitahidi kuacha dhambi, lakini anajikuta leo kaiba tena. Anajitahidi, Mungu nisaidie niweze kuacha hii dhambi. Huyo ndio atapewa muhuri. Mungu atamsaidia ataacha hiyo dhambi. Lakini ikiwa tunapika siku ya Sabato, tunajua kabisa kwamba tunapika siku ya Sabato na ni dhambi na ni kosa, lakini tunaweka visingizio kwamba chakula kitachacha, maana ni kwamba hatuna imani na Mungu kwamba anao uwezo wa kulinda chakula kisichache. Kwa Mungu atatia muhuri watu wenye imani na yeye. Tuendelee kupika siku ya Sabato. Kwenye makambi hatutakiwi kupika siku ya Sabato. Hata watu wawe maelfu. Siku ya Sabato haitakiwi kupika. Na jambo la ajabu, kuna wachungaji siku hizo wametokea, sio wana roho yupi. Hivi ni roho gani naye hamasisha watu kupika siku ya Sabato? Ni roho wa Mungu au ni roho wa shetani? Roho wa Mungu ataitukuza Sabato. Atafuata maelekezo yote yaliyotolewa kupitia yeye. Kwa anayeongoza wachungaji kuhamasisha watu kwenye makambi kupika siku ya Sabato, huyo ni roho wa shetani. Kwa mchungaji yote anayefurahia, anayesema siku ni siku tu, huyo ana roho wa shetani. Msifurahie, muombeeni. Kwa hiyo siku ya Sabato ni siku ambayo inatakiwa tuilinde. Kwa nini? Kitabu cha Ujumbe wa Awali, ukurasa wa 23. Ukurasa wa 23 wanasema, nabii wa Mungu alionyeshwa utofauti wa amri ya kwanza hadi ya 10. Yaani utofauti wa hizi amri zingine na Sabato. Nabii wa Mungu alionyeshwa haya. Ukurasa wa 23 anasema, aliziona mbao za torati ndani ya sanduku katika hekalu la mbinguni, na duara ya nuru ilizunguka amri ya 4. Kwa hiyo katika zile amri zote 10, nabii wa Mungu alionyesha kwamba amri ya 4 imewekewa duara. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema kwamba hii ndio alama kati ya watu wake na nani? Na yeye. Kwa hiyo watu wa Mungu watatambulika katika utunzaji wa Sabato. Unaweza kuwa unasali katika kanisa la Waadventista wa Sabato, ila ukawa sio msafiri wa kwenda mbinguni. Kwa nini? Wasafiri wa kwenda mbinguni watatunza Sabato jinsi inavyotakiwa. Kwa hatutakiwi kupika siku ya Sabato. Hatutakiwi kunyosha nguo siku ya Sabato. Hatutakiwi kuzungumza mazungumzo yetu wenyewe siku ya Sabato. Na wafanyakazi ambao tunawaacha majumbani wanapika, hatutakiwi. Na Biblia imekataza, neno la Mungu limekataza, wala mtumwa wako. Sio wewe unaenda kazini, unaenda kanisani, mtumwa wako, mjakazi wako unamwacha nyumbani, anauza duka, anapeleka ng'ombe sehemu fulani kulisha. Mungu amekataa kwamba hiyo ni hapana. Ikiwa tunafanya hivyo, hatutapokea muhuri wa Mungu. Tutapokea alama ya mnyama. Siku ya Sabato sio siku ya kwenda kwenye sherehe. Unaliko na mama fulani, unaangalia jua linakaribia kuzama, saa 10 hivi unaondoka unaenda kwenye sherehe. Siku ya Sabato sio siku ya kwenda kwenye sherehe, sio siku ya kwenda kwenye vikoba. Hiyo ni siku ambayo Mungu anataka yeye na watu wake akae na watu wake, azungumze nao. Siku ya mume wako, siku ya mume wangu. Sasa mume anakuhitaji wewe, mume
yuko chumbani, wewe uko jikoni. Mungu anakuita njoo. Njoo baby, njoo honey. Wewe unashughulika na mambo yako. Kitakachofuata ni nini? Jijibu mwenyewe. Siku ya Sabato sio siku ya mabaraza ya kanisa. Siku ya Sabato sio siku ya mabaraza ya kanisa. Mabaraza ya kanisa yafanyike siku zingine katikati ya wiki. Siku ya Sabato sio siku ya kununua na kuuza. Leo tunaona kwa Sabato tunanunua, tunauza. Kwenye makambi siku ya Sabato watu wanakuja na majuisi, wanakuja na mapipi, manini. Wachungaji na wao wanaona. Hata kukemea hawakemei. Watu wananunua, wanauza siku ya Sabato. Tusome kitabu cha Nehemia. Nehemia 13:15 hadi 22 nasema, siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo siku ya Sabato, na wengine waliochukua miganda na kuwapakia punda, tena na mvinyo na zabibu na tini na namna zote za mizigo, walioileta Yerusalemu siku ya Sabato. Nami nikashuhudia juu yao siku ile waliouza vyakula. Tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki na biashara za kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato. Haya, na humo Yerusalemu ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda, nikawaambia, ni neno baya gani hili mnalofanya ninyi na kuinajisi siku ya Sabato? Je, sivyo hivyo walivyofanya baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya haya yote juu yetu na juu ya mji huu? Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli kwa kuinajisi Sabato. Kwa kuinajisi Sabato. Anasema, ikawa malango ya Yerusalemu yalipoanza kuwa na giza kabla ya Sabato, na aliamuru milango ifungwe. Haya, nikaamuru isifunguliwe hata Sabato iishe, na baadhi ya watumishi wangu nikawaweka juu ya malango ili usiingizwe mzigo wowote siku ya Sabato. Basi wenye biashara na wachuuzi wa biashara za kila namna wakalala nje ya Yerusalemu mara 2-3. Ndipo nikawashuhudia, nikawaambia, mbona mwalala mbele ya ukuta? Mkitenda hivi tena, nitawakamata. Tangu wakati ule hawakuja tena siku ya Sabato. Kisha nikawaamuru Walawi wajitakase, nao waje kuyalinda malango ili kuitakasa siku ya Sabato. Unikumbuke hayo nayo, Mungu wangu, ukaniachilie sawa sawa na wingi wa rehema zako. Kwa hiyo Nehemia, tusome tena na Nehemia 10. Nehemia 10 fungu la 30 na 31. 10:30 na 31 nasema, wala tusiwaoze watu wa nchi binti zetu, wala kuwatwalia wana wetu binti zao. Tena watu wa nchi wakitembeza biashara au chakula chochote siku ya Sabato, tusinunue kwao siku ya Sabato au siku takatifu, tena kwamba tuache mwaka wa 7 na madai ya kila deni. Kwa hiyo tunaona kwamba Nehemia anaeleza jinsi watu wa Yuda walivyokuwa wanafanya biashara na watu wa mataifa, kwamba hadi siku ya Sabato watu wakawa wamekuja Yerusalemu, wanauza, wananunua. Nehemia alipoona hivyo akakataza, akasema hapana, siku ya Sabato malango ya mji yasifunguliwe. Kwa nini? Sabato ilikuwa inanajisiwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuuza na kununua. Wale watu walipoona hivyo, wale wafanyabiashara wakaanza kulala nje ya ukuta sasa wa nini wa Yerusalemu, kwamba hii Sabato ikifunguliwa tu hao. Nehemia akasema hapana, toka,
toka, akawafurumusha. Kwa hiyo kumbe inatakiwa hata na sisi inatakiwa tulinde mipaka ya Sabato. Swala la kuuza na kununua, hatutakiwi kununua, iwe ni maji, iwe ni nini, iwe ni nini, hatutakiwi kununua wala kuuza siku gani? Ya Sabato. Kwa wale wachungaji wanaoruhusu watu wanauza na kununua kwenye makambi siku ya Sabato, wasipobadilika motoni. Na wale wanaonunua na kuuza siku ya Sabato, wasipobadilika motoni. Hilo ndilo neno la Bwana. Ni lazima tulinde mipaka ya Sabato kwa umakini. Ndio maana unaposoma kitabu hiki cha Dhiki Kuu, ukurasa wa 115, ukurasa wa 115, anasema utunzaji sahihi wa Sabato ndio ishara ya utii wetu kwa Mungu. Kwamba sisi waadventista Sabato tunapimwa utii wetu kwa Mungu katika Sabato. Ndipo tunapimwa. Kwa ukitaka ukue kiroho, tunza Sabato jinsi Mungu alivyoelekeza. Na unapotunza Sabato jinsi Mungu alivyoelekeza, utunze kwa maombi. Utashangaa kama ulikuwa mzinzi, uzinzi pembeni. Kama ulikuwa ni muongo, uongo pembeni. Kwa nini? Unatunza nini? Jambo ambalo Mungu amesema ni ishara kati yake na nani? Na yeye. Kati yake na sisi. Kwa hiyo utunzaji sahihi wa Sabato ndio ishara ya utii wetu kwa Mungu. Anasema wale ambao wangependa kuwa na muri wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao, ni lazima waitunze Sabato ya amri ya 4. Ni lazima waitunze Sabato ya amri ya 4. Kwa hiyo anasema tena, kutakuwa na alama itakayoweka juu ya watu wa Mungu, na alama hiyo ni utunzaji wa Sabato yake takatifu. Kwa tusitegemee kupewa muri wa Mungu ikiwa tunavunja amri yake. Ikiwa tunavunja amri yake, tusitegemee kupewa muhuri. Muhuri wanapewa watu wanaotunza Sabato, watu wanaofanana na Kristo, watu wanaoshinda dhambi, watu wanaoomboleza dhambi zao na dhambi za ulimwengu na dhambi zinazofanyika hapa kanisani. Au ndio wanapewa muhuri, watu ambao wanamfuata mwanakondoo kila endako. Sasa ikiwa tumeshindwa kutunza Sabato, tumeshindwa kuacha dhambi hii ya kupika siku ya Sabato, hivi Mungu atatuongezea vipi nuru nyingine? Ndio maana hata nuru nyingine hii ya miaka 6000 haieleweki. Kwa nini? Sabato tumeshindwa kutunza. Tutaongezea vipi nuru nyingine? Kwa mpaka turudi tufuate hizi nuru zingine, tuzikubali, tuziishi, ndizo nuru zingine tutazielewa. La sivyo tutabaki tu tunashutumu tu watu, wanapanga wakati. Sabato tumeshindwa kuelewa, mengine tutaelewa. Ni ngumu. Kwa Mungu atusaidie katika wakati huu tuweze kuwa watunzaji wa Sabato. Unaposoma kitabu cha Nuru Safarini, ukurasa wa 337, na hii aya ya 2 inasema twapaswa kuilinda mipaka ya Sabato kwa wivu. Twapaswa kuilinda mipaka ya Sabato kwa wivu. Kivipi? Siku ya Sabato, baba, unapoona watoto wako wanacheza, unatakiwa ujae wivu. Wivu gani? Wivu wa Mungu. Wakataze, uwafundishe watoto wako kwamba hapana, hatutakiwi kufanya hivi. Kwa nini? Tunaposoma kwenye kile kitabu cha Selected Message cha 1980 ukurasa wa 542 mpaka 543 anasema
Zaidi ya yote, uangalie watoto wako siku ya Sabato. Usiwaache kuihalifu Sabato, kwani wewe mwenyewe unaweza kuihalifu kwa kuruhusu watoto wako kuihalifu. Wakati unapowaacha watoto wako kucheza siku ya Sabato, Mungu anakuangalia kwa uvunjaji wa amri. Unaivunja Sabato yake, unaivunja Sabato yake, unaivunja Sabato. Kwa hiyo haitakiwi watoto wako kuruka, kucheza lede, kucheza mpira, kukimbizana siku ya Sabato. Mungu anasema anakuhesabia wewe kama na wewe ndio umevunja hiyo Sabato. Kwa hiyo nisipobadilika, mbinguni never, Mungu wa Mungu never. Kwa lazima tulinde mipaka hii ya utunzaji wa Sabato kwa wivu. Baba, unapoona familia yako siku ya Sabato wanaangalia mpira, wanaangalia tamthilia, na wewe umenyosha miguu kwenye kochi unaangalia, utapotea, utakosa mwili wa Mungu. Kwa Nehemia alilinda mpaka ya Sabato kwa wivu. Kwa hata na sisi inatupasa kulinda mipaka ya Sabato kwa wivu. Wivu wa Bwana, wivu wa Bwana. Unaposoma, kwa nini? Tusome kitabu kile kitabu cha Isaya 56. Isaya 56 fungu la 2 na 3. Isaya 56 fungu la 2 nasema, heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye Sabato. Anasema, heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye Sabato, asizivunje. Auzuie mkono wake usifanye uovu wowote. Wala mgeni ambatanaye na Bwana asiseme hivi, hakika yake Bwana atanitenga na watu wake. Wala tuacha niseme mimi ni mti mkavu. Fungu la 4. Kwa maana Bwana awaambia hivi matuashi wanaoshika Sabato zangu na kuyachunguza mambo yanipendezayo na kulishika sana agano langu. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba unaposhika, yaani ukikubali kwa Sabato, anasema heri afanyaye haya, heri afanyaye haya. Kwa hiyo maana kwamba kama ni heri, kinyume chake ni hole. Kinyume chake ni nini? Ni hole. Kwa hole ni kwa yule ambaye anavunja ni Sabato. Yule ambaye azuii mkono wake, usiangalie TV, usiangalie movie. Heri kwa yule ambaye anazuia. Ole kwa yule ambaye anafanyaje? Kwa yule ambaye siku ya Sabato yeye ndiye siku Bwana analala anapunguza eti uchovu wa juma zima. Siku ya Sabato sio siku ya kulala. Siku ya Sabato sio siku gani ya kulala. Kwa anasema kwamba heri afanyaye haya na mwanadamu ashikae sana. Ashikae sana. Sio kidogo, sana. Ashikae nini? Azishikae Sabato, asizivunje. Ashikae Sabato, asifanyeje? Asizivunje. Azuiae. Yaani ikiwa unashindwa kuwazuia watoto wako kucheza siku ya Sabato, ikiwa unashindwa kumzuia mkeo kupika siku ya Sabato, ikiwa unashindwa kuzuia familia kuangalia tamthilia siku ya Sabato, wewe unaambiwa ole. Ole. Unaambiwa ole. Na mgeni, tukitembelewa na wageni nyumbani siku ya Sabato, anatakiwa afuate maelekezo ya Bwana. Kwa sababu ameingia kwenye familia yako, lazima afuate utaratibu wa nani? Wa Bwana. Ndio maana wana wa Israeli wale walioambatana na wana wa Israeli walitakiwa kufuata maelekezo gani ambayo Mungu aliwaambia wana wa Israeli. Kwa hata kutunza Sabato na wao walitakiwa kutunza vile. Sasa unaposoma katika kitabu hiki pia cha Isaya 58 fungu la 13, Isaya 58 fungu la 13. Isaya 58 fungu la 13, tuanze fungu la 13 hapa. Anasema,
Anasema kama ukigeuza mguu wako usiharifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kuto kuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Kwa siku ya Sabato ni siku ambayo Mungu anasema ni siku takatifu, siku yenye heshima. Hata nguo zinatakiwa ziwe nguo maalum. Hata vyombo vya kulia siku vinatakiwa viwe vyombo maalum. Sio nguo tumevaa makazini huko kwenye mazege. Kwa nini? Siku ya Sabato hizo ndio tumezipiga. Anasema kama ukigeuza mguu wako usiharifu Sabato. Hatutakiwi kuiharifu Sabato. Anasema usifanye anasa yako. Siku ya Sabato sio siku ya kufanya anasa. Sio siku ya kwenda bichi. Eti tunaenda bichi vijana. Pathfinder sumanini hayo. Tunaenda tawa nini. Siku ya Sabato hatutakiwi kufanya anasa, starehe zetu. Siku ya Sabato sio siku ya kuangalia mpira, Simba Yanga, nani. Hatutakiwi. Mungu ametukataza. Kwa nini? Ni siku ya utakatifu wake. Anasema ukiita Sabato siku ya furaha, Sabato ni siku ya furaha, chakula kipikwe kizuri. Sio kila siku mihogo, kachumbari, mihogo. Sabato ikifika watoto wanaanza ni mihogo, tena mihogo yenyewe kama imekomaa. Yaani mihogo uking'ata unasema hii ni biskuti, ni keki au ni jiwe. Sabato ni siku ya furaha. Lazima iwe ni siku ya furaha. Chakula kipikwe kitamu. Sio kila siku makande, wali. Nasema na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Hii siku ina heshima. Lazima tuifuate kwa heshima. Kwa lazima tuitunze Sabato kwa heshima. Anasema ukitukuza kwa kuto kuzifanya njia zako mwenyewe. Kwa njia au matendo ambayo inatakiwa kufanya siku ya Sabato ni za Bwana, kusaidia watu, kwenda hospitalini. Na usisubiri kwamba ulitakiwa kwenda hospitalini siku ya Jumatano kutokana huko busy kwenye makazi ukasema nitaenda siku ya Sabato. Hakuna. Hiyo ni dhambi. Wajibu unaofanyika siku 6 ifanyike siku 6. Isisubiri siku ya Sabato. Haya. Anasema wala kuyatafuta ya kupendezayo. Kwa wanandoa siku ya Sabato. Mungu alifanyaje? Aliumba mbingu na nchi kwa siku ngapi? Kwa siku 6. Siku ya 7 hakufanya uumbaji. Kwa wanandoa siku ya 7 hakuna uumbaji. Uumbaji ufanyike, nadhani umeelewa. Uumbaji ufanyike siku ya 7 hadi siku ya uumbaji ufanyike siku ya 6, siku ya kwanza hadi siku ya 6. Ndio uumbaji ufanyike. Ndio baba na mama muumbe. So Sabato ndio siku takatifu. Kwani wale wazee waliambiwaje walipokuwa wanaenda kukutana na Bwana? Unapokwenda kukutana na Bwana usimkaribie naye. Ndio alisema hivyo. Utakuwa mbishi tu. Kwa hiyo siku ya Sabato hatutaki kuzungumza maneno yetu wenyewe. Hatutaki. Nabii wa Mungu anaeleza
zaidi kwenye ukurasa huu wa 334 ameeleza zaidi, anasema chochote ambacho mbele ya macho ya mbingu kitahesabiwa kuwa uvunjaji wa amri takatifu ya Sabato kisifanyike wala kutamkwa siku ya Sabato. Mungu anataka kwamba tupumzike kutoka katika kila kazi za mikono na pia kuachana na mawazo ambayo sio matakatifu siku ya Sabato. Amri ya 4 inavunjwa kila tunapojadili na kuzungumzia mambo ya dunia au tunapojishughulisha na mazungumzo yasiyo na maana. Kujadili juu ya jambo lolote au mambo yote yakujiayo mawazoni, hata kama umeanza tu jambo nimevunja. Mawazoni ni kuzungumza maneno yetu wenyewe. Kila kuchepuka katika maongezi kunakotokea na kuiacha njia iliyo sahihi hutuingiza katika kifungo na hukumu kwa kutoka katika njia iliyo sahihi. Kwa hiyo rafiki yangu, ikiwa tunategemea kupata muhuri wa Mungu, inatupasa kuitunza Sabato jinsi inavyotakiwa. Sasa ni lazima tuanze mazoezi ya kutunza Sabato hapa duniani, ikiwa tunategemea kwenda kutunza Sabato wapi? Mbinguni. Kwa nini? Mathayo 6 fungu la 10, Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa. Wapi? Duniani, kama huko wapi? Mbinguni. Kwa lazima tuanze kutimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani. Tusitegemee kwamba tukienda mbinguni kule ndio tutaacha yaani ndio tutaanza kutunza Sabato. Utunzaji wa Sabato tunaianzia hapa. Ndio maana hata wale ambao wataingia ndani ya kanisa katika kile kipindi cha kilio kikuu, wakati ule wa kwenda mbinguni, hawataingia tu kwenye geti la mbinguni tu. Lazima watafundishwa utunzaji gani? Utunzaji wa Sabato. Lazima watafundishwa utunzaji wa Sabato kwanza. Hatutaingia tu kwenye malango ya mbingu kufa. Lazima tuelekezwe kwamba jamani, sasa tunafanya 1 2 3 katika utunzaji wa Sabato. Kwa hiyo inatakiwa tutunze Sabato. Ikiwa sisi tunajiita Waadventista Sabato, alafu hatutunzi Sabato, sisi tutakosa muhuri wa Mungu. Tutakosa kabisa. Hatutapata muhuri, tutapata muhuri wa Shetani. Kwa ni lazima tuwe watu tunaotunza siku ya saba. Siku gani? Sabato. Kama Mungu alivyoelekeza katika neno lake. Lakini ikiwa tunasema bwana, tumbo langu lina gesi, lina nini? Tumbo lina gesi, wakati unajaza manyama, unajaza manini, unajaza. Inapokuja kwenye swala la utunzaji wa Sabato, Mungu amesema tutunze Sabato kama inavyotakiwa. Na siku ya Sabato sio mpaka tupike mawali. Mungu alisema tokoseni mtakavyotokosa na okeni mtakavyooka. Kwa hiyo kwenye utunzaji wa Sabato kuna kutokosa na kuna kuoka. Kwa kama una uwezo wa kutokosa wali, tokosa. Kama una uwezo wa kuoka wali, oka. Kwa sio mpaka tupike wali. Unaweza kutengeneza keki nzuri ambayo haiwezi kuchacha. Kwa sio mpaka tungangane mawali hayo manini, pizza, manini. Kwa wapendwa, kwa ufupi ni kwamba siku ya Sabato ndio muhuri wa Mungu. Na sisi kama Waadventista wa Sabato tunapaswa tupate muhuri wa Mungu. Ila Yesu alipomwona Baba ametoa ruhusa kwa wale malaika walioshikilia zile pepo 4
wale malaika walivyokuwa wanaziachilia, Yesu akamwonyesha Baba mikono, akasema, damu yangu, damu yangu, damu yangu, damu yangu. Baba akaelewa. Alivyoelewa, akatoa tena ujumbe kwa malaika mwingine. Yule malaika akakimbia mbio kwenda kwa wale malaika wanne waliozuia, waliokuwa wanachilia zile pepo 4. Na wale malaika wakaambiwa na yule malaika mwingine, akaambiwa kwamba shikilieni, shikilieni, shikilieni hata tutakapokwisha kuatia muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu, watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nabii wa Mungu akaelezwa, akamuuliza malaika aliyekuwa karibu naye kwamba hii nini? Malaika akamwambia kwamba wale malaika walikuwa wanaachilia machafuko yatokee duniani, habari ishe. Lakini Yesu akatazama, akaona kwamba masalio, wewe na mimi hatujajiandaa. Tunacheza na dhambi, tunalea dhambi, tunavunja Sabato, tunapika siku ya Sabato, tunabasi viatu siku ya Sabato, tunaangalia Simba na Yanga siku ya Sabato, mieleka siku ya Sabato, tamthilia siku ya Sabato. Basi ikakairishwa. Sasa Mungu hatavumilia tena, hata subiri miaka yote. Kuna kikomo. Kuna nini? Kuna kikomo cha rehema zake. Kikomo chake kinapoisha tu, hata kusubiri wewe, hata nisubiri mimi. Ikiwa nitakuwa nimekosa muhuri wa Mungu, sitavumiliwa tena. Nitapotea milele, utapotea milele. Kwa nini? Kwa sababu tumevunja hii Sabato. Hii Sabato hii itatuangamiza wengi. Ikiwa tunaitwa wa Sabato, tukubali kutii masharti ya Sabato. Sasa umeoa mke, alafu mke hataki kutii masharti unayompa. Hapo kuna nini? Umeolewa. Wewe umeolewa, mimi nimeolewa. Mume wetu ni nani? Ni Mungu. Mungu anatuagiza tutunze Sabato hivi hivi. Sisi tunakataa. Rafiki yangu, Bwana tusaidie. Mungu atutie nguvu. Tusilewe na maneno ya wachungaji ambao wanawaambia watu maneno ya kuwapoteza, kwamba siku ya Sabato ni siku tu kama siku ya kawaida. Mungu ana alama yake ambayo ni Sabato. Ndio ishara kati yake na viumbe wake. Kwa ikiwa wewe unataka kuwa mtu wa Mungu, kiumbe wa Mungu, ukiwa unataka kupata muhuri wa Mungu, tumeambiwa kwamba tutaitunza Sabato kwa wivu. Hatutaruhusu kitu chochote siku ya Sabato kuweza kututoa katika Mungu. Lakini ikiwa tunacheza tuna Sabato, tunaiona tu kama kawaida, ikiwa wakati huu wa amani tunapika siku ya Sabato, tunanyosha nguo siku ya Sabato, maneno yetu hayamtukuzi Mungu siku ya Sabato, kuangalia kwetu hayamtukuzi Mungu siku ya Sabato, kipindi hiki cha amani ambapo sheria ya Jumapili, alama ya mnyama, haijakazwa vizuri, tusitegemee kwamba tutapata nguvu ya kushinda wakati huo. Ikiwa kipindi hiki ambapo unaweza ukatunza Sabato kwa amani bila bughudha, nisitegemee labda Jumapili tutakapotangazwa kwamba ndio nitaanza sasa kufanya juhudi ya kutunza Sabato, kwamba ndio sasa nianze. Ukija kufanya hivyo utafanya kimwili, na utakapofanya kimwili utaishia njiani, utaenda kusalimu amri. Mungu
anatuuliza, Mungu anatuuliza jambo gani? Unaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 16 na ile fungu la 27 na 28, nasema ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kukiokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Kwa Mungu anakusihi, Mungu anatuuliza swali, tutaendelea kupika siku ya Sabato hata lini? Tutaendelea kubrashi viatu siku ya Sabato hata lini? Tutaendelea kuangalia Simba na Yanga siku ya Sabato hata lini? Tutaendelea kuvunja Sabato hata lini? Ni swali ambalo wewe na mimi inapasa kila mmoja aweze kujibu. Tutaendelea kuivunja Sabato hata lini? Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu anisaidie tuwe watunzaji wa Sabato. Ndiyo muhuri wa Mungu. Kwa Wasabato wengi watakosa muhuri wa Mungu kwa sababu tunaivunja au tunavunja muhuri wenyewe. Kwa muhuri wenyewe sisi ndio wavunjaji wa huo muhuri. Alafu ndio tutiwe muhuri kupitia huo muhuri. Hiyo ni ngumu. Kwa hiyo tunaishi kipindi ambapo inatakiwa tuache kuvunja Sabato. Tuache kuvunja Sabato. La sivyo tutapotea. Mungu akubariki. Mungu anibariki. Kama una nafasi ya kupiga magoti, tupige magoti wote kwa pamoja, ili tumuombe Mungu katika ubili hili. Na Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kusikiliza maneno haya. Wakati mwingine inabidi tutumie tu maneno magumu kuonyana ili tuweze kufika mbinguni. Barikiwe. Tupige magoti tupate kuomba kama na nafasi. Baba yangu wa mbinguni, nakushukuru, jina lako litukuzwe. Tusaidie kuweza kuitunza Sabato yako takatifu ili jina lako Bwana lipate kutukuzwa. Huu ndio muhuri wako uliotuwekea katika wakati wa mwisho. Tusaidie kuweza kuitunza jinsi ulivyotuagiza. Hatuwezi kwa nguvu zetu. Najua mtu fulani anatamani kuitunza, lakini anapata na changamoto mbalimbali. Yesu, unajua moyo wake. Endelea kumsaidia, endelea kumtia nguvu na kumimarisha zaidi. Ninaamini hata mimi mwenyewe endelea kumtia nguvu na kuimarisha. Sasa tuandae tena kwa wili lingine. Tunaomba na kushukuru kwa jina lako kamili. Jina la Yesu Kristo. Amina.